Tukaribie pamoja tutazame tathmini ya dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya KMC dhidi ya Young Africans, timu ya wananchi, mchezo ambao umepigwa katika dimba la KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam majira ya saa 10 kamili za jioni, na dakika 90 Young Africans wanaondoka wakiwa na ushindi wa goli 1-0, ambapo goli lilofungwa na Alan Okello linawafanya kusogea pale kwenye nafasi, kuendelea kujikita zaidi katika nafasi ya kwanza wakiwa na alama 51. Ni mchezo mzuri sana, mchezo ambao tumeshuhudia katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, hususan dakika 15 mpaka dakika 20 Young Africans waliweza kutengeneza nafasi nyingi sana, lakini mwisho wa siku hazikutumika vizuri mpaka kipindi cha pili, ambapo baadaye sasa man of the match, kwa maana kwamba Alan Okello akaipatia Young Africans goli hilo. Sasa tukitazama kitakwimu kwa haraka katika mchezo huu wa leo kwa dakika 90, kwanza mchezo umemalizika kwa goli 1-0 kama nilivyokuambia, lakini kabla ya kuendelea mbele nikwambie tu subscribe sasa hivi channel yetu ya Abi Sports TZ ili uendelee kupata taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tutakuendelea kukuletea hapa. Sasa tuanze, kabla kuchambua mchezo kiujumla, hebu tupitishane kwanza kwenye chat nzima ya ama takwimu rasmi ambazo zipo kupitia Soka Metric, ambao wao ndo wana uhalali wa kutoa takwimu za kimchezo. Kwanza kulikuwa kuna save 2 pekee ambazo zilifanywa, na save hiyo ilikuwa kwa upande wa KMC. Young Africans amna save yote ambayo waliweza kuifanya katika mchezo huu wa leo, kwa sababu hakukuwa na hatari ya moja kwa moja ambayo ilikwenda ikafanyika kwa KMC kiasi cha kwamba pengine mfanye Diara afanye save ambayo ilikuwa ni hatari. Lakini kwa upande wa KMC save ambazo amezifanya zimekuwa hizo save 2. Lakini kwa upande wa offside kwa KMC walipata offside 2, Young Africans 1, kwa maana kwamba mchezo wa kuotea katika maeneo walitegwa ni maeneo kuotea mara 2 kwa mara 1. Foul Young Africans wamefanya fouls 11, kwa upande wa KMC wamefanya foul 7. Licha ya Yanga kumiliki mpira zaidi, lakini kulikuwa kuna uwiano pia, wanapofuata mpira walikuwa wanafanya madhambi ambayo pengine yangefanyika karibu zaidi na zoni yao, ingekuwa ni hatari zaidi. Lakini pasi ambazo zimepigwa, KMC wamepiga pasi 303, kwa upande wa Young Africans wamepiga pasi 630. Kwa ukiangalia hizo pasi, Young Africans wamekuwa kwenye pasi nyingi zaidi, lakini kwa pasi ambazo zimekuwa sahihi, yani zile pasi ambazo zimepigwa zikafika katika maeneo sahihi ama kwa walengwa sahihi zaidi, ni pasi 630 kwa pasi 586 kwa upande wa Young Africans, lakini pasi 194 kwa upande wa KMC. Kwa ukiangalia KMC licha kupiga pasi 303, lakini pasi zilizokuwa completed, pasi makini, pasi zilizokuwa zinafika katika watu usiku ambao wamelengwa ni pasi 194. Kwa pasi nyingi zilikuwa zinatoka lakini zinakwenda kwa mpinzani, kitu ambacho kimekuwa kikatengeneza mazingira ambayo sio rafiki pia kwa na pasi sahihi. Lakini kwa maana hiyo pasi ni sawa na 93% kwa Young Africans, 64% kwa upande wa KMC. Ball position, kwa maana kwamba dakika 90 umiliki wa mpira kwa Young Africans wamekuwa na umiliki wa mpira wa 70 kwa 30 kwa KMC. Lakini Young Africans walikuwa bora zaidi katika kutengeneza hizo chance za matokeo katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ukiangalia katika dakika 90 unapata takwimu sahihi zaidi kwamba Young Africans walikuwa na kila eneo ambalo waliweza kulimiliki katika mchezo huu wa leo. Tutazama mchezo wenyewe. Yanga wanaingia uwanjani wakicheza na KMC baada ya kutoka katika siku 2 nyuma zilizopita, ama siku 3 nyuma zilizopita, siku ya Jumapili, ambapo walikuwa na mchezo dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo pale Mbweni, na dakika 90 Young Africans na Simba mechi inamalizika kwa sare ya 2-2. Yanga wanaondoka na alama 1, Simba wanaondoka na alama 1. Kwanza ilikuwa ni game tough kwa sababu Yanga walitokea nyuma
kwa maana kwamba aliongozwa goli 2 na Simba katika dakika za mwanzoni kabisa za mapema, karibia dakika 12 tu za mchezo, Yanga tayari kwa sharuhusu goli 2, lakini wao wakarudi kwenye mchezo, mwisho siku akasawazisha magoli yote mawili na mpira ambao waliucheza mzuri, na mwisho siku akaondoka na alama moja. Waliingia kwenye mechi ambayo wanakutana na KMC, ambapo ukitazama katika msimamo wana alama karibia kama 9 hivi tangu michezo yote takriban michezo 10 na zaidi ya michezo 11 ambao wamecheza. Kwa hiyo ukija ukipiga hesabu za haraka ni kwamba walikutana na timu ambayo inapambana kujinusuru kushuka daraja katika msimu huu 2025 2026. Kwa hiyo ilikuwa ni game tough kidogo, ilikuwa ni game ngumu kwa Young Africans, haikuwa nyepesi. Licha kwamba rekodi zinambeba zaidi Young Africans katika michezo wao na KMC, lakini sio tu hiyo, lakini mechi ilikuwa ina uhitaji, kwa maana kwamba Yanga kila mechi kwake ina uhitaji, kwa maana kwamba kutaka kupata matokeo alama 3 kwenye kila mchezo ili kujitengenezea nafasi zaidi ya kutengeneza gap na wapinzani wao, ambapo kwa sasa hivi unaweza kusema ni alama 8 wameshawaacha Simba. Kwa hiyo kama dakika 90 Simba akapata matokeo dhidi ya JKT Tanzania ambao wako uwanjani, maana yake itabaki alama 5. Kwa hiyo Young Africans kila mechi kwake yeye anacheza kama finali. Kwa hiyo ilikuwa pia mechi ngumu rahisi, lakini kwa KMC na yeye ilikuwa ni sehemu ya mechi ambayo pengine alitakiwa kupambana ili kama angepata matokeo ya sare ama ushindi zaidi, ingekuwa anawapa nafasi nzuri pengine ya kutengeneza matumaini mapya ya kuona namna bora ya kwenda kuperform. Tukirudi sasa katika mchezo wenyewe, pia eneo la wachezaji ukiangalia kwa Young Africans walikuwa kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanafanya makosa. Kwa mfano Shadrack Boka amefanya makosa ambayo pengine kama muamuzi angechukua hatua pengine ingewagharimu sasa hivi Young Africans. Hatujui matokeo dakika 90 yamekuaje. Kwa mfano foul ambayo alifanya mchezo ambao aliufanya ambao ilikuwa of course ilikuwa ni foul, licha ya kwamba muamuzi ya kuona wakati anafanya foul kwenye zone ya 18 ameshaachwa na mchezaji wa KMC yuko kwenye zone ya 18, jamaa anakwenda namfanyia foul ambayo moja kwa moja ilikwenda kutengeneza maswali kidogo kwamba muamuzi wa mchezo ama muamuzi msaidizi kwamba kuliona ile tukio la Boka. Kwa ukiangalia Boka ni miongoni mwa mchezaji ambaye pia alifanya makosa ambayo pengine ingekuwa kwenye mechi ambayo iko tempo ya juu pengine ingetokea penalty pale na mechi ingekuwa ngumu, kwa sababu ulikuwa unaona Yanga licha kutengeneza nafasi walizishindwa kuzitumia. Baadaye KMC wakaanza kuwazoea Yanga, wakawa wanacheza kwa kujiachia, wana defense, kitu ambacho kiliwapa sana shida Young Africans katika kutengeneza chances zaidi, tofauti na kipindi cha kwanza ambapo walikuwa. Kwa hiyo ukipiga hesabu Boka alifanya makosa ambayo pengine yangeweza kuwagharimu timu kama muamuzi angechukua maamuzi sahihi katika zile dakika. Yes, lakini kwa wachezaji wengine ukiangalia sabu kocha Pedro bado amekuwa hana sabu za maana, yani sabu zake zimekuwa kama ni za kubahatisha. Nilishangaa kumuona anamtoa Yao Kwas ambaye alikuwa anapandisha timu, alikuwa anakuja na Kaba pia, anamtoa Yao Kwas anamuingiza Buba. Kwa sababu ya haraka pengine aliona kwamba kunahitajika zaidi kiungo mwingine mshambuliaji atengeneze pressure zaidi, lakini ukija kuangalia bado mimi nilikuwa naona na hatari, kwa sababu KMC na wao walikuwa wanafika kwenye zone, yani walikuwa wanasogea kwenye eneo la Yanga. Kwa hiyo unapomtoa beki kama Yao ambapo alikuwa anaweza kukuofa vitu viwili zaidi uwanjani, atakuja kukaba, ataokoa mpira, lakini pia ataipanisha timu kwenye kutengeneza mashambulizi. Unamwongeza Buba ambaye hata kupa msaada mkubwa, kwa sababu hata alipokuwa na mpira alikuwa si mchezaji ambaye anakuonesha nafasi za kutengeneza. Kwa hiyo hakufanya kitu chochote. Kwa hiyo sababu za kocha pia Pedro bado zinashindwa kueleweka. Yani kuna baadhi ya wachezaji anawatoa na waingiza ni vitu viwili tofauti kabisa. Ni kama vile anabahatisha, na kama dakika 90 zingemalizika tofauti kwa Yanga pengine kocha angelaumiwa. Ndio maana hata katikati hapo unaona mashabiki wa Young Africans wamekuwa wakimlaumu kocha. Yes, unaweza kama kupata matokeo, lakini unaweza kuja kuona matokeo yenyewe yanapopata ni wachezaji tu wanatumia IQ zao, wanatumia ni kwa sababu amepata bahati ya timu ambayo wamekuwa wachezaji wenyewe wanajitoa kwenye game. Ndio kitu kinachombeba zaidi kocha Pedro. Lakini kiwalisia ukipiga hesabu moja kwa moja, kocha Pedro ana kazi kubwa sana kubadilisha timu kwa sababu sababu zake zimekuwa si nzuri. Tumalizie kwa kumtazama mfungaji wa goli ambaye pia ndo man the match katika mchezo wa leo. Amecheza dakika 90 za mchezo, licha kwamba alitolewa katika dakika za mwisho, lakini dakika net ambazo amecheza dakika 90. Kwa maana kwamba Alan Okello goli aliyofunga ni goli moja, amepiga mashuti 5
lakini shoot on target yalikuwa mawili, moja wapo ilikuwa ni goli, lakini shoot off target ilikuwa ni moja, key pass 3, chance ambazo ametengeneza chance 7. Yani yeye kama mchezaji peke yake tu ameitengenezea timu, na leo ndo alikuwa ni mpishi zaidi kwenye zone ya 18. Ame touch in the box, yani ameshika mara 13 kwenye box la mpinzani, lakini pia cross ambazo amepiga cross 3, lakini pia mipira ambayo amewin mpira mmoja kwenye ile mipira kugombaniana, na ground winning ni mara moja pia. Kwa hiyo ukiangalia alikuwa ana hatari sana kwenye zone ya KMC. Kwa hiyo KMC pia ndio maana kuna nyakati walikuwa wakimuona Alan Okello wanamzunguka zaidi wachezaji 3 hadi wachezaji 4. Kwa hiyo kwa kifupi, Young Africans kikubwa ambacho wameondoka nacho katika mchezo wa leo ni kuondoka na alama 3, mchezo ambao kwa kiasi kikubwa ambapo wameondoka nacho ni matokeo mazuri ambao wanaendelea kuwatengenezea nafasi nzuri zaidi ya kwenda katika mchezo mwingine inayofuata. Kwa hiyo hayo yaliyokuwepo leo hii ni hayo katika Abi Sport TZ. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike.